Yohane Mbatizaji na sherehe za jubilei za nadhiri za watawa wa miaka 25 na 50 leo hii hapa Chipole. Na uhusiano huo ndio unaotoa maana, ndio unaotoa thamani ya sherehe hizi kwa watawa wetu washerekewa, lakini hata sisi wengine katika maisha yetu ya utume. Mosi, leo tunasherekea utendaji wa Mungu na uongozi wake wa milele katika maisha yetu. Leo tunasherekea utendaji wa Mungu na uongozi wake wa milele katika maisha yetu. Wajubilanti hawa wote wameitwa toka mwanzoni, kama alivyoitwa yule mtumishi wa Bwana, lakini vile vile kama alivyoitwa Yohane Mbatizaji. Yohane Mbatizaji alichaguliwa na kuitwa na Mungu tangu akiwa tumboni mama yake, kama tunafuatilia katika Injili ya Luka sura ya 1 mstari wa 15 mpaka 17. Watawa walioweka nadhiri za maisha ya kitawa pia wameitika wito wa Mungu waliopokea moyoni mwao toka utotoni mwao, toka ngalipo katika umri mdogo sana ningesema. Kwa hiyo sherehe hizi zinaunganisha neema ya wito wa Mungu anayeita kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine uaminifu na udumifu wa wale walioitwa. Muunganiko, upande mmoja neema ya Mwenyezi Mungu anayeita, lakini upande wa pili ni uaminifu na udumifu wa wale wanaoitwa. Ndio maana tunakutana sisi hapa leo hii kusherekea neema ya Mungu, neema ya wito wa Mungu kwa watu hawa. Lakini kwa upande wa pili, baraka na neema hizo kutenda kazi katika hawa wakadumu kiaminifu kwa kipindi cha miaka hiyo yote. Hicho ndicho tunasherekea leo. Kwa hiyo Yohane Mbatizaji naye alidumu katika wito wake hadi kifo chake cha kishahidi. Watawa hawa wanaadhimisha jubilei zao na hivi kuonyesha uaminifu wa miaka mingi kwa nadhiri zao za utiifu, usafi wa moyo na ufukara. Tuiache neema ya Mungu itende kazi ndani yetu. Lakini 5, ushuhuda kwa dunia kwa njia ya maisha ya unyenyekevu na kujitoa kikamilifu kwa utii kwa mapenzi ya Mungu. Ndicho tunachosherehekea leo hii sisi. Yohane aliishi maisha ya kujinyima. Yohane aliishi maisha ya kujitoa kwa Mungu, akiishi jangwani na kuhubiri bila kutafuta umaarufu, kuishi bila kutafuta umaarufu. Watawa pia wamechagua njia ya kujitoa kikamilifu kwa Mungu kwa kuacha kujitafutia umaarufu. Mwito wangu ndugu zanguni, nyote walei, watawa, mapadri, tudumu katika mito yetu. Tusiishi falsafa ya ng'ombe, kufikiri kuwa kule ng'ambo ni kutamu zaidi. Nimesema hekima ya Mungu haikosei na hekima ya Mungu haina makosa. Pale alipokuweka ndio hapo. La msingi wewe ni kufungua moyo wako, ziachie neema za Mungu zitende kazi ya mageuzi katika wewe, na uendelee kuwa mtumishi wake anayetenda mapenzi yake kikamilifu. Tumsifu Yesu Kristo, na hongereni sana wana Jubilei.